Na serikali ya kaunti ya Kitui imekiri kuwa inakabiliwa na changamoto katika ulipaji wa shilingi milioni 155 zilizotolewa kama mikopo isiyo na riba kwa makundi mbalimbali wakati wa kipindi cha uchaguzi cha mwaka 2022. Akihojiwa na kamati ya bunge la Seneti kuhusu uwekezaji wa umma, gavana wa Kitui Julius Malombe aliwaambia maseneta kuwa mikopo hiyo haikulipiwa bima kama inavyohitajika kisheria. Mnamo mwaka 2022, serikali ya kaunti ya Kitui chini ya uongozi wa Charity Ngilu wakati huo ilianzisha hazina ya kuwasaidia watu wasiojiweza na kutoa mikopo ya takriban shilingi milioni 160. Sheria zilizopitishwa na bunge la kaunti hiyo ziliruhusu makundi yaliyoomba hadi shilingi 200,000 kupata mikopo bila mdhamana. That the evidence that I shall give before this committee. Akifika mbele ya kamati ya Seneti kuhusu uwekezaji wa umma wa kaunti kujibu maswali ya ukaguzi wa fedha, gavana wa Kitui Julius Malombe alikiri kuwa ni vigumu kurejesha fedha hizo. I can tell you the county government has put money and put teams to go and talk to those people, including our sub-county board and village administrators, and getting this money repaid is almost impossible, if not. Kati ya shilingi milioni 160 zilizotolewa ni shilingi milioni 5 pekee zimerejeshwa. Maseneta walihoji jinsi mkopo wa shilingi 200,000 iliruhusiwa kutolewa bila udhamani. So, is that all? You just send a text, bulk SMS? Is that proof enough that you are making effort towards getting that money? You can imagine that amount advanced less than 200K amounting to 150 million. You are now asking for write-off. Really? Afisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali la Seneti dhidi ya kukubali ombi la kaunti hiyo hilo kabla ya kudhibitisha kuhusu ikiwa fedha hizo zilipotea kutokana na udanganyifu au la. Maseneta sasa wanataka kaunti zibadilishe utaratibu wa kutoa fedha na kutumia taasisi za kifedha ili kurahisisha ulipaji wa mikopo. Gisho Washira, Darubini.